Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wapendwa wa tiba za asili, na kusalimuni kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala na salam. Lakini pili, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kujalia tena pumzi hii ya bure, na leo hii nimekuja kukuletea faida hii. Faida hii na kukuletea hapa ni faida kutokana na mmea ambao ni mmea wa kivumbasi. Mmea wa kivumbasi kidogo. Hii kivumbasi kidogo ni mmea ambao unatibu maradhi mengi sana. Unatibu maradhi ya kishetani, unatibu maradhi ya kimaumbile, na baadhi ya mambo tofauti tofauti huwa inasaidia hii kivumbasi. Sasa ndio nimekuja hapa kuleta faida za kivumbasi kwa wale watu ambao wanaishi katika majumba yao kukiwa na wadudu wengi sana, au kuna mbu wengi sana katika hiyo nyumba. Kwa maana kuna baadhi ya watu hawana hela, maskini Mungu, japokuwa hawana hela, lakini mwisho wa siku katika mazingira yao ya maisha wanayoishi, wanaishi katika mazingira ambayo ni magumu mno. Kwa hiyo hata ile hela kununua dawa ya mbu kuna mtu anakuwa nakosa. Sasa ikiwa hauna uwezo kununua dawa za mbu, basi tumia hiki kivumbasi katika hali ya aina hii. Kuna aina nyingi kutumia kivumbasi. Unaweza kaenda katika mti kivumbasi ukaking'oa michako kadhaa, kisha ukaanika juani kwa siku kadhaa, ima siku moja au siku mbili. Kwa hali halisi ya sasa Dar es Salaam jua ni kali sana, na tumaini ukianika kuanzia asubuhi mpaka jioni itakuwa tayari shakauka. Kisha baada ya hapo, kwa mtu ambaye nyumbani kwake ndio kuna mbu wengi sana au wadudu wengi sana, basi tumia kukoreza moto wako, unakuwa na kichoma ule moshi unaosambaza ndani ya nyumba. Utakuwa unafanya hivyo. Au la hasha, na kukoreza moto kidogo afu na ichoma ndani. Unafunga milango yote, lakini hakikisha muda unachoma kusiwe na ile athari kwamba ikatokea upepo ukasambaza ule moto. Sawa, kitahadhari. Hii ni aina ya kwanza. Lakini aina ya pili, unaweza kwenda kuchukua hii kivumbasi kama kivumbasi wenyewe ukauanika. Sawa, lakini napendaga sana unaweza kuanika juani. Baada ya kuanika juani, kisha baada ya hapo acha unyauke afu utwange. Baada ya kuwa umeshakauka, utwange upate unga wake. Kwa ule unga kivumbasi ule unaweza kachukua moto wako kana choma, unafusha ndani ya nyumba. Simala vizuri, unachoma, unafusha ndani ya nyumba. Ni dawa nzuri sana ya mbu, ni dawa nzuri sana ya mende, ni dawa nzuri sana ya wadudu ndani ya nyumba. Kwa maana hawa wadudu watatoka tu, wengine watalewa, wengine watakufa. Kwa hiyo utakuwa unachoma, baada ya muda unachukua fagio, unafagia chumbani kwako. Unafagia chumba chote kizima au nyumba nzima unafagia, utakuwa unatoa wadudu. Na hiyo uzuri wake, harufu yake huwa haitoki kwa muda mmoja. Kwa hiyo hata baada ya muda hapo hawezi kuja tena mbu wengine, kwa sababu atakuwa na ile harufu, kwa maana ina athari mbaya sana kwa wao. Kwa tumieni hii kwa nyinyi ambao mnajihisi shilingi 1000, 2500 mwezi kununua dawa za mbu, basi tumieni hii kama ndio dawa yenu ya mbu, na insha Allah itawasaidia biidhnillah. Ni mujarrab, ni dawa ambayo tushaitumia, tushaitengenezea watu, inasaidia biidhnillah. Kama bado hujasubscribe, usahau kusubscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.